Tunakuja sasa kisayansi. Nimetaja kisayansi mimba inakaa miezi mingapi na mtoto unazaliwaje, lakini tuje kihistoria na maandiko. Sikukuu yenyewe inaitwa Christmas. Ni neno la Kiingereza lililotoholewa katika neno la Kilatini. Christmas inaandikwa hivi CHRISTMAS. Hiyo ndio Christmas. Lakini mtaalamu yoyote wa theolojia ndo anajua hii Christmas maana yake nini. Ndugu zetu wote wanaoamini katika dini hiyo, ukimuuliza Christmas ni nini tafsiri yake, atakwambia sikukuu ya kuzaliwa Yesu. Imetoka katika tafsiri gani na kitabu gani cha historia? Wallahi hakupi. Ukimpata anakupa mlete kwangu na mpalaki. Hakupi. Yani hawa kawaida hakupi. Hajui. Lakini Christmas ni neno linalotokana na neno la Kilatini. Linaandikwa XMAS. Xmas. X maana yake ni 10 katika lugha ya Kilatini, kwa sababu Kirumi namba wanaandika hivi, 1 wanaandika hivi 1, 2 wanaandika 1 1, 3 wanaandika 1 1 1, 4 wanaandika 1 V kulia, 5 wanaandika V, 6 wanaandika V 1 kulia, 7 wanaandika V 1 1 2 kulia, 8 wanaandika V 1 1 3 kulia, 9 wanaandika X 1 na kuja kushoto, 10 wanaandika X. Kwa hiyo X kwa Kirumi ni ngapi? Ni 10. Kwa hiyo Xmas maana yake ni meza ya watu 10. Ni kina nani? Maaskofu wa German, Italy, Fransa, Spain, Portugal, England, Switzerland, Elul, Ostrogo na Vogarts. Walikaa tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 321 katika mji wa Nisea katika nchi ya Uturuki, ndani ya kanisa la Santa Paul. Ndio walitengeneza mipango 11 ya kuzuia nguvu ya imani ya Mungu aliyokuja nayo Yesu. Baadaye akija Muhammad akute maharibifu, walipanga mambo 11. Moja kati ya hayo ni kubadili tarehe sahihi aliyozaliwa Yesu. Yesu hakuzaliwa mwezi wa 12 kama wanavyosema katika tarehe 25. Ukisoma vitabu vyote vya historia, Bwana Yesu alizaliwa siku ya mwezi 3 mfungo 4, mwezi wa Muharram, mwezi wa Kiislamu. Sasa kwa sababu kule mfungo 4 huku wameweka kwenye alizaliwa siku ya mwezi 3 mfungo 3, samahani, alizaliwa siku ya mwezi 7 mfungo 3, alizaliwa siku ya mwezi 7 mfungo 3. Yani tunazungumzia mwezi wa 12, mwezi wa Dhulhijja, siku ya mwezi 7 ndo Bwana Yesu alizaliwa. Sasa walichokifanya ile siku ya mwezi wa Dhulhijja wakaibadili, wakaweka kwenye Germany, Italy, France, Spain, ilemo watu 12 ambao wanabeba ratiba ya miungu 366 ya Kirumi, kwa sababu Januari, Februari, Machi, April, Juni, Julai, Agosti, Septemba, Oktoba, Novemba na Desemba. Hiyo ni miezi 12 inayotaja miungu 12 wa Kirumi. 7 wanamume, 5 ni wanawake. 7 wanamume ni wale Januari, Machi, Mei, Julai, Agosti, Oktoba na Desemba. Hao ni wanamume. Na 5 ni wale April, Mei, Juni, wale wenye siku 28 na 30, wale ni miungu wanawake. Na hawa wote ni miungu na kila mungu ana kazi yake, na ndio maana majina yao yamebeba majina miungu. Kwa mfano, Oktoba ni jina linalobeba Mungu mtawala wa bahari, Octopus, ama ukipenda nani? Octopus ni nani? Pweza, Mungu wa bahari, ana mikia 8, ndio asili ya neno Oktoba. Oktoba ni neno linatokana na neno Octopus, Mungu wa bahari, pweza. Wao walikuwa kimwabudu Warumi. Na wao what is the day today? Today the Monday. What is the meaning of Monday? Siku ya Mungu jua. Ukisema Monday ni Mungu mwezi. Ukisema Sunday ni Mungu jua. Ukisema Tuesday Mungu mnala. Ukisema Thursday Mungu radi. Ndio? Thursday ni neno linatokana na neno thunder. Thunder day, siku ya radi. Tuesday ni Mungu mnara. Tutazungumza siku nyingine historia hapa nyumbani kwake. Sule bado nipo, sijachoka bado. Nimezeeka mwili lakini kichwa bado kinafanya kazi.